Bibi, twende nikakupe chakula. Nyanyuka twende. Samani sana kwa kutoa kule ofisini kwa kuitia huko pembeni. Maana niliona sio sahihi mazungumzo yangu kuongelea pale ofisini. Lakini uko mlazi, habari yako? Salama tu, karibu. Ujio wangu hapa ni kwa sababu ya mada mbili tu. Ya kwanza ni kwamba nadhani hapa ndo anapofanyia kazi Memena na Jose. Ndiyo, na mimi ndo msimamizi wa hiyo ofisi. Asante sana. Lakini madangu ya pili ni kwamba nikitaka kumleta mtu hapo ili aje kushona nguo, kodi ya pango ni shilingi ngapi? Kodi ni 30,000 tu kwa mwezi. Kumbe bei zenu rahisi sana. Basi niseme asante sana kwa kunijibu maswali yangu yote kwa usahihi. Lakini lingine ni kwamba Memena na Jose ni familia yangu mimi. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji kidogo nipate namba zako za simu. Endapo kama kuna changamoto yote inaweza ikatokea kiofisi, basi unaweza ukanijulisha mimi na tukajua jinsi gani kuweka sawa. Ni save nani? Save Zakia. Nimekutumia text, nadhani utaikuta. Lakini pia nimekufahamu unaitwa Zakia. Mimi naitwa Kata. Oh, nashukuru kufahamu. Uwe na siku njema. Karibu tena. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila siku nyingine unavua kofia kwa sababu hizi hazifai. Na ufaa kusalimia ukiwa umevaa kofia ni kama ya kwangu. Lete kaifu. Ustazi Juma, nina shida kutaka kuelewa kuhusiana na masuala ya ndoa. Maana kuna binti nimempenda, nataka nimuoe. Hasa sijajua utaratibu upoje, nasikia kuna mishenga, sijui mishenga. Sijaelewa kwa kweli. Mashaallah. Kwanza umechagua jambo la kheri sana, ambao vijana wengi wameegemea kwenye udhinifu tu. Na hawajui kwamba dhambi ya kuzini ni dhambi kubwa sana. Mtume anasema kwamba atakayehifadhi ulimi wake na dhakari yake basi ataingia peponi. Lakini wameshindwa yote haya. Mimi nikushukuru kabisa na niweze tu kukuambia kwamba hakuna jambo gumu. Ugumu tunauleta sisi vijana. Si unanielewa? Na kama umeshampata mwanamke ni aula zaidi. Kwa sababu tunaambiwa tuangalie sifa 4 kwa mwanamke. Sifa ya kwanza uzuri. Sifa ya pili ni dini. Sifa ya 3 ukoo wake. Sifa ya 4 basi mali. Mali tunasema kwa sababu utaweza kuisimamisha dini. Na kingine hakuna ugumu mwingine tena bali ni kutafuta mshenga aweze kupeleka barua kisha ndoa inapita. Na miongoni mwa sifa hizo angalau ipatikane hii ambayo ni dini, kwa sababu dini ndio itakamilisha mambo yote haya. Basi niseme asante sana. Nimekuelewa na nitalifanyia kazi ushauri wako. Basi inshallah. Na ukiwa na jambo lingine la kukusaidia mimi, karibu nyumbani kwangu. Asante. Kwa heri. Mwenyezi Mungu nijalie nifanikiwe na jambo langu na ndio nilifanye. Nioe. Mimi sitaki nizini.
imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau. Mume wangu, Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, tunazama na hakuna chombo. wapi tena saa hizi? Mke wangu, jana kuna mtu aliniahidi nikachukue pesa, kwa hiyo ndio namwaya mara moja ili niweze kurudi. Sawa, lakini usisahau kwamba yule mzee alituambia twende kwake saa 10 alasiri. Huwezi jua kwa nini ametuambia twende kwake saa 10. Sawa, nimekuelewa, na ndio nataka niende nirudi kwa uharaka, lakini kuhusiana na kodi ya meza ipo ndani. Asante, ila jitahidi kuwahi, maana ni muhimu sana. Sawa. Jua limejificha nyuma ya uso wa dhambi, wenye matumaini wamebaki kimya, ni kama kila mlango umefungwa kwa kufuli. Majibu yako wapi? Maombi yanapo Usikipe. Kipe. Yaani vimenishindwa usiku vidaza kuniitaita mchana. Yaani hamniwezi. Kipe, amuia. Mwezi tobo hapa. Naligemba namwikola nenjaga gashinaga omwene. Kemba kaligasha mahero. Natakiwa nichunguze nijue wapi anapoishi. Habari za mida? Nzuri, shikamoo. Marhaba. Nimeingia ndani humo na nimeangalia chakula kuna utipoti sijakiona. Kwa hiyo nataka kuniambia ulienda kuzuru hujapika, si ndio? Sio kwamba nilienda kuzuru sijapika chakula. Ile hela ambayo ulionyachia shilingi 2000. Nenda dukani kwa wachu kaniambia kuwa nakudai deni. Ndio maana umekuta huko ndani kumenuna. Yaani kumbe wewe mdogo wangu naye ni mshamba kweli yani. Sasa umeshindwa kujiongeza kwenda hata duka lingine? Unajua yule jamaa ananidai. Alafu nawe unaenda pale pale. Ni hako nini? Tushinde njaa? Yaani hapo mdogo wangu umefeli kinoma yani. Sasa tunafanyaje ili tuweze kula? Hapo kangu unaendelea mtu bure. Alafu kuna kitu nimekumbuka. Leo katika pita zangu huko kuna mdada nimekutana naye. Kaniambia kwa kuna kazi ya kufanya. Hiyo kazi kaniambia inalipa kakaangu hela ndefu. Kwa nikaona nisichukue maamuzi mimi mwenyewe, nikaona kwanza nje nikushirikishe ile swala. Lakini hiyo kazi yenyewe hajaniambia ni kazi gani. Hivi wewe kumbe bado ni mpumbavu Ni mjinga. Ina maana ile siku nilikuwa naongea na mti au nilikuwa naongea na binadamu? Kwa hiyo kunielewa kabisa ile siku, si ndio? Yaani from nowhere tu mtu anatoka huko anasema kuna kazi sio inalipa iko vizuri, nenda ukaongea na kaka yako. Wewe ukienda kuchuna ngozi na kwa vipi? Ndugu wangu. Mbona ujielewe? Kaka, yaishi. Nishakwambia kazi ambayo unataka kuifanya umekataa, kwa hiyo yaishi.
Sasa kimya misunkumilo. Kipindi nipo mdogo, marehemu mama yetu alikuwa akiwa anataka kuondoka, ananiambia mwanangu, komba hiyo sukari. Alafu anafanyaje? Anasepa zake. Sasa na wewe nikitoa mguu wangu hapa, nenda kafanya hiyo kazi ambayo nataka kuifanya. Tena dada nyuma kupitia. Nimepumzika tu kupunga punga upepo. Na muda si mrefu nilitaka nikuite uje hapa na maongezi na wewe. Zuo mdogo wangu. Hakuna kitu ambacho kinanipa mawazo na kukifikiria kama Bajazi alivyokuja hapa nyumbani. Ile sio heshima nzuri. Uliwe kuona wapi? Mtu hajatolewa barua, mwanamume hajulikani. Mwanamume kila siku kiguna njia kuja hapa. Ile heshima ya wapi mdogo wangu? Na kingine, mbona unapenda kuharakia mambo? Haya mambo yapo tu. Umeyakuta na utayaacha. Si unanielewa? Abale kujipelekesha kwa mwanamume. Muda wote tunajipelekesha. Nafikiri mwanamume atakuoa. Atakutimba na atakuacha. Unatakiwa utulie, mwanamume mwenyewe anapata mzuka kukuoa. Lakini si unajipelekesha nini Zuu? Dada, Bajazi sio mtu mbaya. Na mara mwisho mimi nilivyoanguka, yeye ndo alionisaidia pamoja na dada Udo, wakanifikisha hapa nyumbani. Kwa hiyo usimfikirie vibaya. Wewe usinikele. Sawa? Na usinipande kichwani. Au kwa sababu unaona mfupi? Unaona mwembamba? Umenipita kwa urefu, si ndio? Au unataka mundani wewe naongea sasa hivi kwa mabao makonzi mpaka uelewe, si ndio? Sitaki tupigane Zuu. Naomba tuelewane na ninavyokuelekeza, wewe unanielewa. Mimi wa kwanza kuona ajua kuliko wewe. Unataka umsikilize nani kama sio mimi? Unataka ashuke Mungu aje kukwambia ndio utamuelewa? Unatakiwa unisikilize mimi dada yako. Huyo Bajazi sio kama simtaki. Nataka aje yeye, mshenga na barua na mahari. Aje kukuoa. Mimi nitakuwaka. Sina shida hapo. Sio aje kukujaza mimba, nije kupata shida mimba, nije kupata shida wewe. Sitaki ukumbavu kama huo. Utaniona mbaya. Nimekuelewa dada. Ukianza kuongea umalizi. Mimi nitasubiri pale atakapokuja kutoa barua. Ukinioa niwe wa halali kwake. Ile ustazi alipita hapa, alinipa salamu nikufikishie. Zimefika. Fresh. Kama kawa niambie. Kama kawa. Naona mwanangu kwa mtaani kwenu pale. Unapiga vimodo nini visuruali nini vikalio nini le kwa sana. Simu ngoja zako mtaani umepiga kidera nini kijuba. Yaani kama ustazati yani au sio? Haya maisha binadamu hataki kukalili. Ndio maana unakuwa kama msimu wa majira ya mwaka tu. Kuna kipupwe, kiangazi, vuli. Changanyiko. Baridi nielekeze mwanangu, mbona mtaani haya nipe matamu. Kuna ishu nataka nikupange. Tusogee pembeni kidogo tuongee. Unaweza kuongea kwa sababu mwenyewe mimi mwanangu uchafu yangu ujue. Kwa unaweza kuongea tukastendiana baridi tu fresh. Baruza, tusogee pembeni tuongee mimi na wewe. Baridi. Mchizi kichizi. Tupangilizie basi hizo kodi alizokuwa nakupa ule msolova pale. Sema nini mwanangu? Tupo kwenye mtihani. Tunasubiria tufaulu. Alafu nini mwanangu kipunje? Kuna muda atakuwa uwe romantic yani. Si unajua sio usela tu.
Kama una demu mbili mwenyewe unaelewa. Wewe unafagilia makopa kopa, fagilia sera, mimi sifagilia makopa kopa. Wewe mwenyewe ulinielekeza kwamba lako langu. Sasa mbona kama hizi hapo unaanza kunitenga? Au unanipinga sasa hivi achuzi? Sema nini mwanangu? Hapo kwenye kuna kikubwa chochote ulichoongea zaidi ya mapenzi tu, si unajua zile mzee wangu. Tuondoke ndani mwanangu, kanikata nywele. Na talizisha kwa kubwa, nipunguze kidogo bwana, una dharau huja ukibao. Tushakuwa na mavi mtaani hapa. Shebele hapo wenyewe. Yasmini, ni muda mrefu tangu nimekaa sana ndani, lakini kwa namna ambavyo nimeweza kutoka nje nimeona hali imebadilika, na huku Sumbawanga kwa mzee Kojagale. Kojagale mwana Chibalo Kibete. Babu, tumekuja kwako leo kutembea, lakini pia tumekuja kukushukuru kwa hichi ambacho umeweza kutufanyia. Nikupongeze sana na nikushukuru kwa msaada wako mkubwa ambao umeweza kunitoa ndani. Ile kazi ambayo ulinituma nikaifanya kwenye kikapu changu nimeifanya, lakini tuna tatizo kubwa sana ambalo linatusumbua sana, na jambo lenyewe ni kuhusu swala la kibuyu pamoja na ufagio. Huyu mwenzangu amenyang'anywa vyote viwili, kwa hiyo tumekuja kwako tuweze kuvipata hivyo vitu. Sawa, kwa swala la kuwasaidia mimi niko pamoja na nyinyi. Popote pale linapokukutani janga ama kwenye raha nipo na nyinyi. Na ndio maana niliweza kukukwamua katika kifungo kizito mkiwa na mimi, hakuna Kojagale wa aina yoyote. Lakini tatizo lenu nyinyi, mnapenda sana kucheka na watu. Binadamu mwenzio sio mtu wa kuchekea hata akiwa ndugu yako, kwa sababu unaweza ukanichekea mtu wewe, alafu huyo ukakuta anakufanyia jambo baya na kuletea Kojagale kabisa. Sasa hata kama ndugu yako ukaona labda anaweza akaleta faida katika hichi chama chetu, unachinja. Hakuna kumwonya mtu huruma hapa. Mimi mwenyewe nishatoa mama yangu Nchashi. Hiyo siri siai kukupeni. Nishatoa mama yangu Nchashi kwa jambo hili, ndio maana unakuta na nguvu. Ila wewe bibi Shimini, inabidi ujitahidi sana kugangamara, uwe ngangali. Sawa? Maana wewe umashiri sana kwa Nchembe. Kwa nini Asha? Mzee Kojagale, mimi sifanyi kusudi. Kuna muda mimi nazidiwa. Hapa jambo sio la kunilaumu. Tufanye tu chini vitu tukakifuata hicho kibuyu. Aha. Hilo halina shida. Kibuyu kitapatikana. Ila nilikuwa ninakwambia maneno yale ujifunze, uwe ngangali. Mimi waga sichezewagi. Alikuja jini hapa, alileta Kojagale wake, nikampiga kitu kimoja tu. Weye amaondoka hapa, amakunjika mguu, mkono, shingo yake kaka hivi, akaondoka. Mkipita humu polini humu, munaweza mkashikia harufu, mujue mzee Kojagale kazi yake. Sasa sinaga mchezo katika kazi. Nipo pamoja na nyinyi, tutoke hapa twende kwa huyo mzee Chendu tukachukue kibuyu, ikiwezekana na fagio pia. Hakuna Kojagale, tundukeni. Kojagale mwana Chibalo Kibete. Hey! Nguvu nilizokupatia mwanzo niliziona ni ndogo, na ndio maana nikakupeleka kule kukupatia nguvu zingine. Hivyo kwa sasa una nguvu maradufu na za mwanzo. Hongera kwa hilo. Nashukuru. Ni kitu kikubwa ambacho umekifanya katika mwili wangu. Bila shaka kitanisaidia katika mapambano yangu. Isipokuwa kitu kinachoniumiza kichwa ni juu ya familia yangu. Kwenye mji wangu huo nina mabinti takribani 3 na wote wanategemea usimamizi wangu. Kinachoniumiza kichwa ni kuhusiana na binti yangu Siwa. Bado hali yake haijatengamaa. Sijui tunafanya njia gani kuweza kumsaidia. Nimeliona hilo. Nikuondoe hofu na shaka. Nitamchukua Siwa na kwenda naye mjini. Nitakaa naye huko mpaka atakapokuwa sawa. Kisha nitamrudisha. Itakuwa ni vyema ukifanya hivyo.
imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, tunazama na hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, nani atasimama wakati upepo una